Zamia taarifa hii ambapo machafuko yalikumba eneo la Kikuyu baada ya mahakama ya Kikuyu na afisi za utawala za kaunti ndogo kuteketezwa wakati wa maandamano yanayoendelea ya Gen Z. Moshi mzito ulionekana ukifuka kote kwenye kiwanja huku maandamano hayo yakifika kilele. Mamlaka imethibitisha kuwa watu 7 walitiwa mbaroni ndani ya afisi za kaunti ndogo wakidai kunaswa katika harakati za kutaka kuteketeza moto huo kwenye majengo hayo. Mwaka uliopita wa 2024 tuliona uharibu mkubwa sana hii katika ofisi yetu ya NGTF ya Kikuyu, sababu ilichomwa na magari mbili kachomwa na watu walikuwa wengi sana hiyo maandamano ya majenzi. Miongoni wa wale ambao walifikishwa mahakamani, mimi ni mwanasiasa na wengine ambao pia kama 9, na bado hiyo kesi inaendelea na haijafika kikomo kwa sababu hata wale ambao wanafaa kuwa wakuja patene ushahidi hawajapatikana. Ni dhahiri shahiri ya kwamba kama hawataweza kuwapatia yale ambao walisema watapatia, basi hawa watu wataendelea kufanya maandamano. Lakini ninaambia serikali kama wakipata nafasi wapange structures vile wataweza kuzungumza na hawa watu kuwadia one level, wazungumuze waelewane. Ama kama sio maelewano, yale yote ambao walisema watawafanyia wakuje wafanyie watu wa Gen Z. Na sio Gen Z peke yake, hata mama boga na bodaboda wote, kwa sababu wao ndio walisema kwamba mambo ya kukaa bila kazi imefika kikomo. Wakati wa campaign mlisema mnatutoa chini tukienda juu, lakini mnatutoa juu tukienda chini. Finance bill iko juu, maisha bado. Kazi ni kung'ang'ana. Sasa kwa muda ambao tuko nao hatuna serikali ya kusikiza. The solution ni watokee tu juu hakuna serikali, haina masikio ya kusikia kilio cha Wakenya. Gen Z wanalia asubuhi, wanalia jioni, lakini mwenye kusikiza ndio hakuna. Kwa hivyo mimi ningeomba tu wavumilie tu, watokee, mwenye atakufa akufe, mwenye atabaki abaki kama vile Mau Mau walifanya. Hatuna Mau Mau walichokesa wakauawa, wengine wakachomwa. Sasa hata vijana wetu, maana hawa watoto ni damu ya hao wazee wa Mau Mau. Hata wajitokeze tu akufe. Kufa makaga kufa dereva. Wale watabaki, tutaendelea. Sasa hivi unaona tunapea wamama wa soko pesa na vijana na nini. Lakini unakuta mwalimu bado kwa barabara, daktari anadai pesa, na wewe unakuja kutuambia vijana kwa milioni 1 ni empowerment. Si kwanza ulipe daktari, vijana utupatie pesa baadaye. Hili ningetaka kusema hivi, kama kuna ahadi inaendelea Kenya hii, si ya Wakenya, ni ya wabunge na executive na hao watu wengine wakubwa.